Huyu ndiye rais ambaye hata baada ya kifo chake bado anaendelea kusababisha vita vya kisiasa, migogoro ya kifamilia na hata imani za kimila. Unadhani Edgar Lungu wa Zambia ataingia kwenye orodha ya viongozi waliowahi kukaa muda mrefu bila kuzikwa kama Agostinho Neto, rais wa kwanza wa Angola aliyekaa miaka 33 bila kuzikwa? Kwame Nkrumah wa Ghana alikaa miaka 20 na mwingine ni Jonas Savimbi wa Angola miaka 17 na wengine. Ni nini hasa kilichosababisha mwili wake kukaa muda mrefu bila kuzikwa? Na kwa nini hadi leo hakuna suluhisho lililo kamili? Aliyewahi kuwa rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu, aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 68 mwezi Juni mwaka jana 2025, siku ya Alhamisi asubuhi katika kituo cha matibabu mjini Pretoria, Afrika Kusini, ambapo alikuwa akipokea matibabu maalum. Kifo hiki kilikuja miezi 6 tu baada ya uamuzi wa mahakama uliomzuia kugombea urais tena, hatua iliyozuia jaribio lake la kurejea katika siasa za nchi hiyo. Edgar Lungu alikuwa rais wa 6 wa Zambia, akihudumu kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2021. Katika kipindi chake cha uongozi, alisifiwa kwa kuanzisha miradi mikubwa ya ujenzi wa barabara, lakini unafahamu kuwa tangu kifo chake mpaka sasa mwili wake bado haujazikwa, na kesi kadhaa zikiendelea mahakamani kutafuta suluhisho ili mwili wake upate kupumzishwa. Sasa jambo hili liko hivi. Baada ya kifo chake, Zambia ilikumbwa na migogoro mikubwa kuhusu mazishi yake. Zaidi ya miezi 8 sasa mwili wa Lungu umeendelea kuhifadhiwa katika nyumba ya kuhifadhi maiti nchini Afrika Kusini, hali inayozua mvutano mkubwa kati ya familia yake na serikali ya Zambia. Chanzo kikuu cha mgogoro huo kinaelezwa kuwa ni uhasama wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake, rais wa sasa Hakainde Hichilema. Inadaiwa kuwa katika siku zake za mwisho, Lungu aliwaelekeza wanafamilia wake kwamba Hichilema hatakiwi kuukaribia mwili wake, hata kama muombolezaji. Serikali ya Zambia ilipanga kumzika kwa mazishi ya kitaifa katika mji mkuu wa Lusaka, lakini familia yake ilipinga, ikitaka mazishi ya faragha yasiyohusisha rais huyo wa sasa. Swala hilo lilipelekwa mahakamani, ambapo mara kadhaa mahakama ziliunga mkono serikali. Licha ya maamuzi hayo, familia iliendelea kushikilia msimamo wao na kusababisha mwili wa Lungu kubaki katika chumba cha kuhifadhi maiti kwa muda mrefu, jambo linalozua maswali makubwa katika jamii ya Zambia, ambapo ni mila kumzika marehemu haraka na kwa heshima. Mgogoro huu si wa kisiasa tu, bali pia huhusishwa na imani za kiroho. Baadhi ya viongozi wa dini walieleza kuwa hali hiyo imevuka mipaka ya kisiasa na kuwa kama vita ya kiroho. Wapo walioamini kuwa maneno ya mwisho ya Lungu yalikuwa na uzito mkubwa wa kiimani, yakitafsiriwa kama laana au msimamo wa mwisho wenye nguvu. Katika jamii ya Zambia, kama ilivyo katika sehemu nyingine barani Afrika, kuna imani kwamba maneno ya mwisho ya mtu yanaweza kuwa na athari kubwa, ama baraka au laana. Hivyo maagizo ya Lungu yalieleweka na baadhi ya wananchi, hata kama yaliibua mjadala mkubwa kitaifa. Wakati huo huo, Zambia inaendelea kujulikana kama demokrasia iliyo hai, ambapo viongozi wake wamekuwa wakipatikana kupitia uchaguzi. Hata hivyo, imani za jadi bado zina nafasi kubwa katika maisha ya watu na hata katika siasa. Hadi wakati huu, eneo la kaburi lililokuwa limeandaliwa kwa ajili ya Lungu mjini Lusaka limebaki tupu, likiwa ni ishara ya wazi ya mgogoro uliokuwa haujapatiwa suluhisho. Lakini kifo chake pia kilitangazwa na binti yake Tasila Lungu, ambaye ni mbunge wa Zambia. Katika ujumbe wake wa huzuni, alisema baba yake alikuwa chini ya uangalizi wa kitabibu katika wiki za mwisho za maisha yake, huku hali yake ikisimamiwa kwa heshima na faragha. Kwa
muda mrefu Lungu alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa adimu uliosababisha kukonda ama kudhoofika mwili hata kabla ya kuwa rais. Aliwahi kupata matibabu nchini Afrika Kusini kutokana na hali hiyo, kwani huduma hiyo haikupatikana Zambia wakati huo. Alizaliwa tarehe 11 Novemba mwaka 1956 katika mji wa Ndola. Lungu alikuwa mwanasheria wa kitaaluma na kabla ya kuwa rais aliwahi kuhudumu kama waziri wa sheria na pia waziri wa ulinzi chini ya rais wa zamani Michael Sata. Baada ya kifo cha Sata mwaka 2015, Lungu alichukua madaraka ya urais. Akiwa madarakani, alianza mageuzi ya kisheria yaliyoonyesha kuwa ya maendeleo, ikiwemo kurekebisha katiba ili kupunguza baadhi ya mamlaka ya rais. Mwaka 2016 alishinda uchaguzi uliompa muhula kamili wa miaka 5. Hata hivyo, muda mfupi kabla ya muhula huo kumalizika, alijaribu kubatilisha baadhi ya mabadiliko hayo ya kikatiba bila mafanikio. Kwa ujumla, hata baada ya kifo chake, Edgar Lungu ameendelea kuwa na athari kubwa katika siasa za Zambia. Kama wanavyosema baadhi ya wachambuzi, masuala yaliyomzunguka tangu alipokuwa hai hadi baada ya kifo chake yanaendelea kuibua mjadala mpana kuhusu uongozi, siasa na utamaduni nchini humo.